afadhali nimekuta ndugu yangu. Sawa. Kule nyumbani hali uliyoiacha haitabiliki si. Mdogo wangu yupo kwenye hali ngumu, kwenye hali ngumu. Hivi mnataka nini? Nyinyi mmesababisha familia yangu, nikaachwa na mke wangu, kanitishia maisha. Leo nataka wewe msaada kwangu? Hayo yameshapita jamani. Sawa. Mdogo wangu nakwambia hivi kwenye hali ngumu, wakati wote anaweza kafariki. Sina mpango na wewe, mdogo wako wala familia yako. Sina cha kuwasaidia. Kwa hiyo toka kwa. Sawa, najua kweli nilikukosea sawa. Naomba unisamehe katika hilo. Ila kwa leo naomba ukoe tu maisha ya mdogo wangu. Nisaidie kwa hilo. Ukoe maisha ya mdogo wangu tu. Ana shida gani? Amejifungia ndani, anataka kujiua na ametoa dakika 5 tu asipokuona wewe atajiua. Tafadhali naomba twende nyumbani ukanisaidia hata kuzungumza naye tu. Baada ya pale basi sitakusumbua kwa kingine tena. Nisaidie kwa hilo ndugu yangu. Okay, sawa, nisubiri. Wewe tena. Ushaona namalizia vyombo vyangu hapo. Baada ya muda naingia jikoni dakika 0 nishamaliza. Upande wako? Sina shaka. Unanijua. Ni wewe. Basi ndio usubiri. Nafanya haraka. Karibu. Na shida gani? Yusadini. Mambo. Jimmy, nakusalimia mambo. Hivi Jimmy, nikwambie mara ngapi kuhusu hisia zangu? Nikwambie mara ngapi kuhusu upendo wangu, utanielewa? Jimmy. Jimmy, nakupenda. Nipo tayari kufanya kitu chochote kwa ajili yako. Mbona kila siku unadanganya kwamba utanijibu afu unijibu? Nijibu Jimmy. Jim. Mimi nipo tayari kufanya kitu chochote kwa ajili yako lakini Jim. Wewe. Nakuuliza hapa ndio dukani. Hebu tuone nyumbani. Niache. Kwa shida kwenda dukani au kuja hapa? Wewe umechizi au? Mshika hiyo hela yako. Hauna cha kujitetea Jim. Jieleze nikusikilize. Nishakueleza. Sina shida na hiyo binti mimi. Tumezungumza kitu gani? Ulishaniambia toka muda. Huyo binti yako na mahusiano naye. Leo kafuata nini hapa? Sikia basi. Yaisha kitu gani? Simbu sile binti mdogo kabisa unalinganisha na mimi. Basi ungekuwa unipenda ungeniambia bwana nikakuacha. Niache. Tena usinisogelee tena. Mwenda azimu kubwa vile. Amependa nini midevu yako hiyo? Mwili wenyewe huna uonekani mbele wala nyuma. Unajikuta kama una wewe umekuwa rambo sasa. Wanapenda cha kifua sijui. Mtu mwenyewe huna lolote na kusaidia tu hapa. Unajua mdogo wangu bado anaendelea kumng'ang'ania yule jamaa. Anamng'ang'ania yule mshamba yule. Ndio nakwambia.
Imefikia tu hadi anataka kujiua. Masiara. Ndio nakwambia. Usistiri vipi huyu? Ya, anataka kupoteza maisha yake kwa sababu ya yule mshamba mmoja tu yule. Mimi mwenyewe nashangaa kama wewe unavyoshangaa. Hivi unajua unafeli wapi? Tatizo ni kwamba wewe unadili na mtoto wa kike. Unamaanisha nini? Acha kudili na sisteri. Dili na mtoto wa kiume yule mshamba mmoja, dili naye. Kuna kitu unapaswa kufanya. Wewe boy. Yaani shogangu, hata sielewi yani. Kwani kuna shida gani tena? Yaani nampenda Jimmy. Unajua nampenda, lakini hata alinielewi yani. Kakangu mwenyewe ndio hivyo, yani hata hataki kuelewa kabisa, yani anakuambia mapenzi na shule vitu tofauti, wewe sio soma mapenzi utakuta tu, lakini mimi nampenda. Wewe nikwambie kitu wa rafiki yangu. Achana mambo sio ya kusoma. Fuata moyo wako. Mapenzi ndio kila kitu. Kusoma ipo tu. Kwani wangapi wamesoma? Pambania penzi lako. Lakini unajua unaongea point eh? Ndio. Sasa yani mimi nahakikisha nakwambia hivi, yani namkamata Jimmy namweka hapo. Yani ndio nampenda. Yani kimshikilia na yule mke wake hata simuogopi. Yani sijali ana familia, ana watoto, yani hiyo atajua mwenyewe. Mke mwenyewe kwanza sura kama ile. Na komwe lake lile. Hakukuti hata robo. Kwa hiyo ndio hivyo shoga yangu. Mimi nimefurahi unishauri. Hata moyo wako. Sawa. Mke mwenyewe hata kufikia hata robo. Wapi? Sura hana, shepu hana, yani yuko tu. Wewe ndio kweli. Sio natoka hapo ndio kumfuata ndio kumwambia. Wala hata siwezi mwambie. Nimwambie nisaidie nini? Ana cha kukuzidi. Basi sawa. Yeye mweusi